Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Shukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo ameendelea kujenga mahusiano katika uwanja wa jumuiya ya kimataifa. Tulikuwa na tukio kubwa sana kwa nchi yetu, ambapo rasmi nchi yetu ya Tanzania tumekabidhiwa nafasi ya uwenyekiti wa jukwaa la mawaziri wa kazi katika nchi 11 ambayo inahusisha nchi 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi 3 zilizopo pembeni kwa tunasema kwa pembe ya Afrika, ambao ni Ethiopia, Eritrea na Djibouti. Na uwenyekiti huu ni muda wa miaka miwili. Tumepata fursa hiyo Tanzania kuongoza na kuwa mwenyekiti wa nafasi hii kwa mwaka wa 2026 na tutafanya shughuli hii kwa muda wa miaka miwili. Nafasi hii ni ya muhimu na tumeipokea kutoka kwa wenzetu wa Uganda, na hapa Mheshimiwa Waziri wa Uganda amenikabidhi uwenyekiti na kuanza majukumu rasmi. Nini maana jukwaa hili la mawaziri wa kazi? Lilianzishwa rasmi kwa nia na malengo madhumuni ya kulinda nguvu kazi ya Watanzania na member states, kwa maana wanachama wa ukanda huu wa nchi 11 ambao wanaenda kufanya kazi nje ya nchi. Tunajua kwamba vijana wetu au watu wetu katika maeneo haya wamekuwa wakikumbana na changamoto nyingi. Kwanza, nchi wanazoenda kufanya kazi kumekuwa na mambo ya unyanyasaji, kupewa ujira mdogo kwa maana mishahara midogo, na wamekuwa kipitia changamoto nyingi. Kupitia jukwaa hili la mawaziri katika nchi 11 tunapata fursa ya kujadili hizi changamoto za pamoja, na tutakuja pia na mkakati wa pamoja namna ya kuzikabili changamoto hizi. Kwa katika mkutano huu na katika mikutano iliyopita tulijadili mambo mengi muhimu, hasa katika eneo la mshahara. Imekuwa katika nchi hizi za ukanda huu, nchi 11 wanaenda kufanya nchi moja na kazi moja, lakini wanalipwa tofauti. Sasa kama umoja huu wa jukwaa la mawaziri wa kazi katika nchi 11 na chini ya wenyekiti wa Tanzania ambao tumeuchukua katika miaka hii miwili, tutasimamia hasa swala la kuona haki za vijana wetu, haki za watu wetu wanaoenda kufanya kazi katika nchi hizo wanazoenda nchi za nje zinasimamiwa kwa upasaha. Lakini pia tutahakikisha pia swala la elimu ya kutosha kwa vijana ambao wanaenda kufanya kazi nje, ili wajue haki zao, lakini wajue ni nini wanachopaswa kufanya, kwa sababu swala la kwenda kufanya kazi sio utumwa, ni namna ambavyo vijana wetu tunawatafutia fursa za ajira na kuweza pia kama raia wa dunia, kama global citizen, wanaweza wakashiriki pia kwenda kupata ujuzi na maarifa, na ndio maana wakiwa huko hawaendi kujenga majumba huko, wanarudisha fedha huko ambazo zinachangia pia katika kukuza pato za nchi wanachama. Kwa hiyo katika nafasi yetu kama Tanzania kuna mambo mengi ambayo tumekabidhiwa ambao kama ni changamoto, na tunashukuru pia tulikuwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa wa maji nguvu kazi, na wao kama taasisi kubwa ya UN IOM wako tayari kushirikiana kwanza na ukanda wetu region nzima, lakini kama Tanzania kuhakikisha kwamba maji wa nguvu kazi unakuwa salama, unaojali haki za binadamu, ambao pia unawajengea uwezo vijana wetu wanaofanya kazi nje kuweza kuwa na uwezo ambao utawezesha pia wakienda huko, wakirudi wanakuwa na uwezo wa ziada waliopata tofauti na ule waliokuwa nao kabla ya kwenda huko. Kwa hiyo ni jukumu kubwa na zito, linahusisha pia mazungumzo na nchi hizo. Hasa tumelenga nchi ambazo tunapeleka vijana wetu kwa wingi ni nchi za Gulf countries, GCC countries, ambazo ndo tuna vijana wengi kutoka katika ukanda huu. Kwa tumekuwa na mazungumzo kwanza ya kupitia mikataba ambayo imeingia tunasema bilateral agreement, na kuzipitia upya kwa maana ya kuangalia changamoto ambazo zipo kwenye mikataba hii na kuingia mikataba ambayo itakuwa na manufaa kwa watu wetu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Kwa hiyo ni jukumu zito, na kama Tanzania tunaahidi na tumewaahidi wenzetu kwamba Tanzania kama nchi yenye heshima na chini ya uongozi thabiti na imara wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutahakikisha jukumu hilo tulokabidhiwa kama mwenyekiti, mimi mwenyewe kwa maana uwakilishi wa serikali, lakini pia kama serikali kwa ujumla tunasimamia majukumu yanakuwa na tija, ili baada ya miaka miwili kama Tanzania tuonyeshe mfano kwamba tunaweza tukasimamia maslahi ya vijana wetu, wakapata mikataba iliyo bora, lakini wakapewa mishahara inayoendana na kazi wanazozifanya huko wanakoenda nje. Na kweli kama nchi tumekuwa na mikakati mizuri. Katika kipindi hiki cha muda mfupi cha pili hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan tumepeleka vijana 8402
kwenda kufanya kazi katika sehemu mbalimbali nje ya nchi, na tumejitahidi vijana wote hao, kwanza tumewapa mafunzo. Tumefanya kitu kinaitwa pre-departure orientational training, lakini pia tumehakikisha wanajua haki zao na tumepitia mikataba yao, na tumehakikisha ile mikataba tunawapa usaidizi wa mikataba ambayo inajai maslahi yao na haki zao. Kwa hiyo tumeshaanza safari hiyo kama Tanzania, na tumewaambia wenzetu kwamba tumeanza kuonyesha kwa mfano. Kwa hiyo utamaduni ambao tumeuanzisha kwetu, tunataka katika ukanda wote wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, wanachama wote wa jukwaa la mawaziri tuweze kuwa na mwelekeo mmoja na kauli moja na sauti moja katika kusimamia haki za watu wetu. Tumekuja hapa kuwakabidhi kazi ngumu wenzetu wa Tanzania, kuwa ndio wanasimamia kazi ya coordinate region ya IGAD kwenye kazi ya kutengeneza leba hasa na kuchukua leba nje. Tulikuwa kiti miaka miwili na tulifanya kazi fulani. Kuna maandishi, kuna ambao nimewakabidhi ambao inahusu kazi ngumu ya kuwa tunafanya kazi pamoja, kuona kwa mtu wetu wote akitoka hapa naenda nje tuwe tunaweza kumsimamia kama region. Akiwa na shida aweze kupata service ama support kutoka kwa nchi yoyote ambayo tuko nchi 11. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.